Kama unajihisi wewe ni mzembe, kama unaanza mambo lakini hayakamiliki, na kama kila siku unasema nitaanza kesho lakini hauanzi, nataka nikuambie kitu ambacho watu wengi hawatakuambia. Kwanza tambua kuwa wewe sio mvivu. Ndiyo, umesikia vizuri. Wewe sio mvivu. Tatizo lako kubwa ni kitu kingine kabisa ambacho leo nitakuambia. Kuna watu wengi sana ambao wanajilaumu na wanafikia mahali wanasema kwamba mimi sio mafanikio, mimi sina consistency, mimi sina nidhamu, lakini ukweli ni kwamba wamekosa system nzuri katika yale ambayo wanayafanya, na ndiyo maana hawaoni matokeo. Hebu tufikirie kidogo. Vipi kama maisha yako yanakuwa hayana mpangilio maalum, yanakuwa hayana ratiba, yanakuwa hayana structure? Unafikiri kipi ambacho kitatokea? Utafanya kile ambacho utajisikia. Lakini pia tafiti zinasema kwamba hisia zitakuletea au zitakuchagulia mambo ambayo ni ya raha tu peke yake. Kwa kila mtu, hii si kwa mmoja mmoja, ni kwa yeyote yule. Hisia zitakuchagulia kufanya kitu ambacho ni chepesi, kitu cha raha. Chukulia mfano huu. Kuna watu wawili ambao wanahitaji waanze kwenda gym. Mtu wa kwanza anasema kwamba nitaenda gym nikijisikia, na mtu wa pili anasema kila siku saa 12 alfajiri inikute nikiwa gym. Unafikiri kati ya hawa wawili ni nani ambaye atakuwa na matokeo sahihi? Obvious, ni yule ambaye tayari amekwisha jiwekea system nzuri ya kwenda kufanya mazoezi. Namaanisha kwamba watu wengi wanategemea motivation ili uweze kufanya kazi, lakini kuna ukweli hapa unasema kwamba motivation gets you started but discipline keeps you going. Motivation ni kama hisia, inakuja na inaondoka, lakini discipline na system itakufanya uendelee kufanya kazi hata wakati ambapo wewe unakuwa hujisikii, lakini kwa sababu ya system ambayo utakuwa umeiweka itakulazimisha uweze kufanya kazi. Ubongo wa mwanadamu unapenda comfort, unapenda vitu ambavyo ni rahisi na vya haraka. Ndio maana unaweza kukaa TikTok kwa masaa mawili una scroll tu, unapandisha na kushusha, unapandisha na kushusha, lakini nusu saa ya kazi ikionekana kuwa ni ngumu mno na yenye kuchosha. Sio kwamba wewe ni mzembe, lakini ni kwa sababu tu ya system ambayo tayari umekwisha jiwekea, na ndiyo maana inakufanya ujihisi kuwa pengine hufanyi chochote kile, au pengine wewe ni mzembe. Pengine huenda unajiuliza, hii system au huu mfumo ni kitu gani? Ni utaratibu ambao unakulazimisha ufanye kitu bila hata kuumiza kichwa. Kwa mfano, kuamka asubuhi kila siku muda ule ule, lakini pia kupanga ratiba ya kazi ya siku ya kesho kabla hujafikia, lakini vivyo hivyo kutambua na kuelewa kwamba ni nini nataka nifanye na ni lini. You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your system. Hii ni kota maarufu ya James Clear inamaanisha kwamba hata kama uwe na ndoto kubwa kiasi gani, kama huna system nzuri, au kama ukiwa na system ambayo ni mbovu, ni lazima utaanguka tu. That's clear. Hebu tuwe honest kidogo. Unasema unataka kubadilisha maisha yako, lakini huna ratiba maalum ya kufanya kazi. Hujui ukiamka unaenda kufanya nini. Ukilala unalala na kuamka muda wowote ule. Na mbaya zaidi, unatumia muda mwingi sana kwenye simu, na hasa kwa vitu ambavyo havina maana kabisa. Lakini mwisho wa siku unakuja kujiuliza, kwa nini sifanyi progress yoyote ile? Unafikiri jibu ni nini? Jibu ni simple. Hauna system. Hauna system. Sasa nahitaji tuweze kufanya practical. Nataka
nataka nishare na wewe vitu vitatu ambavyo vitakusaidia kuweza kujenga na kutengeneza system yako vizuri. Na jambo la kwanza ni panga ratiba yako kabla ya siku haijaanza. Lengo ni kutaka kujua unaamka unaenda kufanya nini, unaamka unaenda wapi, na kuepuka ile unaamka asubuhi hujui ufanye nini na wala hujui uende wapi. Na katika kupanga ratiba yako hiyo, panga vitu vitatu pia ambavyo unafikiri unaweza kuvifanya katika siku hiyo. Jambo la pili, weka muda maalum wa kazi. Na katika kuweka muda maalum wa kazi, tunaepuka ile kusema kwamba nitafanya baadaye. Unaona? Nitafanya baadaye. Bali badilisha, sema kwamba kuanzia saa 2 mpaka saa 5 tuseme nitafanya kazi hii, na mara baada ya hii kazi muda fulani, labda saa 7 mpaka saa 9 nitafanya kazi fulani. Hiyo itakupatia nguvu ya kuweza kumonita shughuli zako na kuzifanya kwa wakati, kuepuka ile kufanya kazi lakini hauimalizi. Jambo la tatu, anza kidogo kidogo kila siku. Hapa ningependa niweze kukukumbusha kwamba usilenge perfection, lenga consistency. Unajua dakika 30 ambazo unaweza kuzitumia kila siku kufanya kazi zinaweza zikawa bora zaidi kuliko masaa 4 ambayo unayatumia mara moja kwa wiki. Kwa hiyo dakika 30 ni nyingi. Hiyo ni vyema ukaanza kidogo kidogo, dakika 30, hatimaye baadaye utakuja kuongeza kulingana na majukumu yatakavyokuwa yakiongezeka pia vivyo hivyo. Kwa hiyo hayo ndio mambo matatu ambayo ningependa niweze kushare na wewe, na nina imani kwamba ikiwa utatekeleza basi system yako haitaanza kuwa kubwa kwa wakati huu, lakini itaanza kukua kadri consistency itakavyokuwa ikiendelea kila siku. Nataka uelewe kitu kimoja muhimu sana. Wewe sio mzembe. Wewe sio failure. Unachokikosa ni mfumo sahihi, na ukishaujenga utaanza kuona mabadiliko sana kwenye maisha yako. Ni imani kiko kitu ambacho umeweza kujifunza katika darasa la leo, na yako mambo mengi sana ambayo nitaendelea kushare pamoja na wewe, na ningependa niweze pia kukualika, kama hujasubscribe basi uweze kusubscribe, ili kwamba katika maudhui mbalimbali ambayo yatakuwa kiendelea tuweze kujumuika pamoja. Lengo ni tukue pamoja na tuweze kupata mabadiliko kwa pamoja. Asante sana, karibu. See you champion.